Nimefurahi sana kwa kujali kwako Mchungaji Mokua. Asante kuja kutusalimia. Nimeshukuru sana rafiki yangu. Umenifunga goli la mkono. Anajua yeye nikisema hiyo anafahamu. Mungu akubariki sana. Ni rafiki yetu wa karibu, amefanya makambi mengi sana Tanzania na makambi kadhaa tumefanikiwa kufanya wote. Tumefanya kambi wote Tanga, na sasa niko Mwanza, amekuja Mwanza. Kwa hiyo ninakukaribisha tena, ule ni mwanzo tu wa kuja Mwanza, urudi tena na tena. Na hivi karibuni kwaya ya Embakasi nao watakuja Mwanza. Tulishaongea na pastor kwamba sasa sisi ni marafiki. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana kwa pamoja na Mungu awabariki sana. Mniruhusu niwakaribishe katika tafakari ya mchana wa leo tunapoelekea katika vilele vya makambi. Kambi hili limeisha na ubarikiwe kwa kuwa sehemu ya wale waliohudhuria. Lakini ninatamani liweke alama kwenye maisha yako ya kiroho. Lisiwe ni tukio la kihistoria, liwe ni tukio lililobadilisha moyo na kuvuta karibu na Mungu zaidi. Kwa hiyo ningetamani kwamba kwa tafakari fupi ya mchana wa leo itusaidie kuunganisha yale ambayo Mungu ametupatia kwa wiki nzima kupitia wachungaji wote, kupitia kwaya zote, na yatusaidie kupiga hatua zaidi katika maisha ya kiroho. Na mwisho wa hotuba hii tutakuwa na maombi maalum. Tutakuwa na maombi maalum ya kujiweka mikononi mwa Mungu, lakini tutaombea pia makundi maalum. Tutaomba kwa ajili ya wale ambao Mungu amewapa watoto na wamebeba watoto kwenye matumbo yao na wanasubiri kujifungua. Hivi huku mnahitaji? No, nataka Kiswahili ya kwenu. Niyo hiyo. Kujifungua. Ninaona kina mama wamecheka sana. Na mtoto ni mbaraka, kwa hiyo tunatamani tuwaombee watoto wenu. Kwa hiyo tutaomba, lakini tutamwomba Mungu kwa ajili ya watu ambao hawana watoto. Na hili kundi litakuja pamoja. Kwa hiyo tutamshukuru Mungu kwa hawa walio na watoto, na tutamwambia kwa sababu amewapa hawa, awape na hawa wengine. Kwa hiyo hayo yatakuwa maombi yetu tunapoelekea kuhitimisha katika hotuba ya mchana wa leo. Nena kwa wana wako, waonyeshe njia, wajaze kwa furaha, fundisha kuomba, wajifunze kutoa maisha kamili, wahimize ufalme, tumwone Mwokozi. Kila siku unene vile kwa upole, nong'oneza kwa pole, upole wa pendo daima utashinda, uhuruni wako
sikie maneno, huachwi upweke. Tuombe. Baba, umekuwa nasi kwa juma zima, tunaomba uwe nasi hata sasa, utulishe. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amina. Nguvu ya kutii. Nguvu ya kufanya nini? Ya kutii. The power to obedience. Nguvu inayoweza kutusaidia kutii. So unajua, kwa juma zima tumezungumza habari ya obey and live, lakini ni lazima tufahamu kwamba kuna nguvu inayohitajika ili mwanadamu aweze kutii. Na hata ninyi mnajua kwamba shetani huwa anakuja na anakushawishi, anakufanya uende ukafanya dhambi, na wakati unapowaza kwenda kufanya dhambi, Roho Mtakatifu anasema ndani yako, hii ni dhambi, na unaisikia sauti kabisa. Kwa hiyo unaweza ukatoka kabisa, una appointment na binti, una appointment na mke wa mtu, mnahitaji kwenda gesti, na umetoka kabisa, umechukua usafiri, umepanda matatu au umeitisha boda au umeitisha huba au umeitisha bolti. Roho Mtakatifu anasema unayokwenda kufanya ni nini? Ni dhambi. Shetani anasema nenda tu mara moja tu, au tarudia tena. Unaenda, ukifanya dhambi, ukimaliza, what do you feel? Unahisi nini? Hatia. Moyo unauma. Shetani anasimama upande wa pili, anaanza kuwa mshtaki wako, anakwambia umefanya dhambi, na anakukumbusha wewe si mwanakwaya, umefanya dhambi. Alafu anasema next Sabbath wamekupanga kwenye huduma, umefanya dhambi. Je, bado unaenda kutoa huduma? Moyo unauma, ila huwezi kushinda. Unajikuta baada ya muda unajaribiwa, unaanguka tena na tena na tena. Tulipoanza kujifunza, tulisema katika bustani ya Edeni, Mungu aliweka mti wa uzima katikati ya miti ya matunda, ambao ulifaa kwa chakula kabisa, na aliwapa ruhusa Adamu na mke wake kula katika matunda ya mti wa nini? Wa uzima. Lakini mti wa uzima ulikuwa nje yao. Nguvu ya umilele haikuwa ndani yao. It was not within Adam and Eve. Ilikuwa nje yao. Waliufuata mti wa uzima ili wale. Hata sasa nguvu ya kutii haiko ndani yetu. Haiko ndani yetu. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu Mwanzo 1:26 na 27, Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa hiyo akaumbwa mwanadamu ambaye hakuwa na dhambi kabisa ndani yake. Jamani, Bwana asifiwe. Hakuwa na dhambi kabisa ndani yake, kwa sababu ana sura, ana mfano wa Mungu, na sura ya Mungu ni tabia yake. Jamani, Bwana asifiwe. Sura yake ilikuwa ni tabia yake ndani yao. Ya Njoro, nisikie mkisema amina, mwalimu amekuja. Amos, simama tu tupungie kidogo.
Karibu sana. Sasa nimewaambia hayo ili mtulie kwenye ubiri. Kwani nilikuwa nasemaje? Alikuwa na sura ya Mungu, tabia yake. Dhambi haikuwa ndani yao kabisa wakati wanaumbwa, kwa sababu Mungu alikuwa ndani yao. Ndio sababu dhambi haikuwepo. Mungu alikuwa ndani yao. Ndio maana wakaitwa wana sura na mfano wa Mungu. Sasa ninaomba nikupeleke katika Mwanzo sura ya 5 aya ya 3. Mwanzo 5:3. Anasema Adamu akaishi miaka 100 na ngapi? Na 30. Akazaa nini? Mwana. Kwa nini? Kwa sura yake, alafu kwa mfano wake. Angalia tofauti ya Mwanzo 5 na Mwanzo sura ya 1. Walipoumbwa Mwanzo sura ya 1, wana mfano wa nani? Ningependa basi muwe mnaitikia. Wana mfano wa nani? Wana sura ya nani? Mwanzo sura ya 5, wanapozaliwa na Adamu, wana sura ya nani? Wana mfano wa nani? Maana sura ya Mungu na mfano wa Mungu vimepotea. Si unaona tofauti? Sasa ndio maana Biblia inatuambia katika kitabu cha Warumi sura ya 3:23. Warumi 3:23. Wana sura ya Adamu. Sio Adamu yule ambaye alikuwa katika bustani ya Edeni. Ni huyu Adamu ambaye ametenda dhambi, akajiona ya kwamba yuko uchi, akachukua nguo za majani akajifunika. Mungu akamwonea huruma, akatoa kafara ya kwanza katika bustani ya Edeni, akatengenezewa mavazi ya ngozi, akavikwa. Baadaye akafukuzwa katika bustani ya nini? Na Mungu anapomfukuza anasema, tazama amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua jema na nini? Na baya. Tulisema katika juma hili, kwa wale ambao hawakuwepo, kujua jema na baya kulikokuwa kunazungumzwa, kulikuwa huku kuamua kutoka moyoni ni lipi ni jema na lipi ni nini? Ni baya. Hiyo nguvu ya kuseti standard, hiyo nguvu ya kuweka ethical principles za maisha haikuwa ya mwanadamu, ilikuwa ya nani? Ya Mungu. Ilikuwa ni Mungu ndiye anasema this is right and this is wrong. Ilikuwa kwa Mungu peke yake. Shetani alipowaambia kila mtajua mema na mabaya mtakuwa kama Mungu, alitaka sasa kwamba wao wawe na uwezo wa kuset standards za maisha, ya kuona kama hiki ni chema ndani ya moyo wangu, najisikia yeah it's good, kwa hiyo I feel like it's right. Walipokuwa kwenye hali hiyo, wakaona uchi na wameanguka, na ndipo Adamu akazaa watoto waliokuwa na DNA za dhambi. Kwa hiyo hauwezi kushindana nayo, it's in the blood. Huwezi kupingana nayo, na lazima tufahamu, na lazima tufahamu kwa nini tunamhitaji Yesu. Hakuna Mkristo pasipo Kristo, haiwezekani. Ndio maana Warumi 3:23 anasema, kwa sababu wangapi? Wanakambi wangapi wamefanya nini? Na kufanya nini? Na utukufu wa nani? Wangapi wamefanya dhambi sasa? Wote. Ninafurahi Pastor Fondo alifundisha hapa, sisi wote ni wagonjwa, tupo hospitalini. Wote wamefanya dhambi. Kwa nini wote wamefanya dhambi? Kwa sababu wote wana sura ya Adamu, wana mfano wa nani? Wa Adamu alianguka dhambi. Biblia inafundisha bado katika Warumi 5:12.
Warumi 5:12. Anasema Warumi 5:12. Anasema kwa hiyo kama kwa watu wangapi? Kwa mtu mmoja, ambaye mtu mmoja ni Adamu. Nini? Dhambi ilifanya nini? Iliingia wapi? Na kwa dhambi hiyo, na hivyo mauti ikawafikia wangapi? Kwa sababu wote wamefanya nini? Dhambi. Kwa hiyo kwa sababu ya damu wote wamefanya dhambi. Hakuna aliye mwema, wote sisi ni wa dhambi. Na hatari yako ulio nayo ni hii, ni ile kufikiria kwamba ukipewa nafasi ya kuwa mchungaji, you are more holier than others, na unafikiria kwamba shetani anakuogopa kwa sababu una title ya uchungaji. Ni ile kufikiria kwamba ukiwa kwenye church board wewe ni mtu mwema zaidi ya wengine. Wengine hawajapata chance kwa sababu wao ni wa dhambi. Ni ile kufikiria kwamba ukiwa president wa conference wewe ni mtakatifu zaidi ya wengine. Nataka nikwambie, wote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Nafasi ulio nayo ya cheo ulicho nacho, huenda ulipewa maana wewe ni mdhambi mno, usaidiwe kwa kuwekwa karibu na Mwokozi. Wale walimu wazuri wanaofundisha shuleni, mnawafahamu, wakiona mwanafunzi mkorofi sana wanamweka karibu. Mimi nilikuwa mkorofi sana na nilikuwa nakunywa chai za ofisini za walimu. Lakini kwa nini? Walikuwa wanataka kunimonitor. Na baadaye wakanipa kazi ya kutuliza darasa, maana mimi ndio nilikuwa naongoza pia kupiga kelele. Sasa ngoja nikupe siri. Wewe kuwa mzee wa kanisa, huenda wewe ndio mtukutu zaidi, umeitwa tu hapo ili Bwana akusaidie. Be humble. Wewe kuwa kwenye ofisi, Pastor Mkuu, sisi tulio kwenye ofisi huenda ndio wale watukutu ambao Bwana anasema waleteni wakae karibu. Huenda hata hamjajua tu. Nataka niwaambie, utafakari vizuri. Unaweza kutolewa mtaani kwa sababu wewe ukikaa na washiriki unawaumiza, na Mungu amesema nenda kule ofisini, shughulika na wewe kwanza. Ninatamani kukutia moyo ya kwamba wote tunahitaji nguvu ya kuwa watii. Hatui watii tu kwa vyeo, hatui watii kwa sababu tumezaliwa ndani ya kanisa. No, tunakuwa watiifu kwa Bwana kwa sababu ya nguvu ya Mungu ndani yetu. Tunahitaji nguvu inayoweza kutuwezesha kutii. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu nione wale ambao wamekwazika kabisa kwa maneno haya. Basi Bwana awabariki sana. Sasa Paulo anasema nini? Paulo anasema nini katika Warumi 7:15? Paulo anasema, maana sijui nifanyalo. Umewahi kufika mahali ukawa confused kiasi kwamba hata hujui unalofanya? Yaani anasema sijui nifanyalo. Kwa nini? Paulo anasema hivi, mbona niko kanisani lakini mbona ninavutwa pia kuwa mlevi? Mbona kuimba naimba lakini mbona kazina nako kamo? Mbona mimi huwa wakiimba nyimbo za kuabudu mpaka nalia kabisa, ila mbona nikitoka sijaacha kula rushwa? Paulo anasema sijui hata nifanyalo. Maana ni kama ukimuuliza, anasema wakisema twende kanisani, mimi naenda kanisani. Wakisema twende kwenye grupu ya maombi, na kwenye grupu ya maombi nao nafanya nini? Naenda. Ila nikitoka kwa grupu ya maombi napiga simu kwa binti tulikuwa tunaomba naye, sasa vipi, mimi nimekuelewa. Hivi mnaelewa hicho kitu? Hivi unajua, umeshawahi kuona kabisa unaimba na unalia hapa mbele, na ukitoka bado unashika simu unasema dia nimekumisi? Unaimba hapa mbele na ukitoka kabisa una dili la fedha ambayo sio halali. Sasa Paulo anasema
hata sijui ninalofanya. Nimechanganyikiwa kwa sababu lile ninalolipenda silitendi. Na ninyi ni mashahidi. Kwa nani anapenda dhambi hapa? Nani anapenda dhambi katikati yetu? Hivi kuna mtu anafurahia dhambi? Hamna. Ila unashangaa kile ambacho unakipenda kabisa. Napenda kuimba, napenda kusifu, napenda kumtukuza Mungu, napenda maombi. Kuna watu kabisa anapenda kuomba, akishuka kwenye magoti maneno yanapotea. Umewahi kuona mtu analala anasema kesho lazima nifunge, akiamka asubuhi amesahau? Yuko katikati ya breakfast ndio anasema nilisema jana kama leo nitafunga. Anaumia. Anasema bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. The most confusing ni hiyo hali ya mtu hapendi dhambi. Vijana wetu, nataka niwaambie, tuna vijana kanisani wanaangalia pornography, ila wakimaliza kuangalia roho zinawauma. Tuna vijana kanisani wanafanya masturbation, wakimaliza tu roho inauma. Mimi ni Mwadventista Msabato, mbona nafanya haya? Hawawezi kushinda. Na mwisho wanasema hata sijui nifanyalo, sijui ninalolifanya. Hiyo ndio hali ya dhambi tulio nayo. Sasa tunafanyeje? Paulo anasema kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile lilobaya. Aya 19, kwa maana lile jema nilitendalo ninalolipenda silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo ninalofanya nini? Ninalotenda. 20 anasema kama lile nisilolipenda ndilo ninalolitenda, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikayo wapi? Sasa unajua tatizo la dhambi ni kubwa. Kama ni DNA, unawezaje kuibadilisha? Na unajua ndio Yesu anasimama anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, kwa sababu anataka kutuambia tu kweli. DNA mlizo nazo ndani yenu ni za nani? Ni za Ibilisi. Sasa mwisho anatamka maneno magumu sana katika aya ya 24. Anasema ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Kwa hiyo tatizo la dhambi, it is deep inside our heart, kiasi kwamba hatuwezi kushughulika nalo sisi. Ndio maana hauwezi kumwambia Mungu nataka nishinde hii dhambi ndio nije kanisani. Hautaweza. Hauwezi kusema nikiwa mtakatifu ndio nitaanza kutumika kanisani. Hapana, hutaweza. Kwa sababu ni lazima uje kwake, alafu yeye akutengeneze. Na sasa hapa ndipo ninajifunza. Nataka niwaambieni, Mkristo wa kweli hazaliwi na wazazi. Mkristo wa kweli hatengenezwi kupitia program za kanisa. Mkristo wa kweli hatengenezwi kupitia majuma ya uamsho. Mkristo wa kweli hatengenezwi kwa kuimba kwaya. Mkristo wa kweli hatengenezwi kwa kupewa nafasi awe mchungaji. Mkristo wa kweli hatengenezwi kwa kupewa nafasi awe kiongozi wa kanisa. Haiwezekani. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 ile aya ya 9. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 aya ya 9. Kila mtu aliyefanya nini? Kila mtu aliyefanya nini? Aliyezaliwa na Mungu hafanyi nini? Hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake Mungu wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi, kwa sababu
amezaliwa kutokana na Mungu. Maana yake ni nini? Unaniuliza mchungaji, hii ina maana gani? Ninataka nikwambie, kila mtu aliyezaliwa na mchungaji anatenda dhambi, maana uzao wa mchungaji aliyemzaa wakaa ndani yake, hawezi kutenda jema. Kila mtu aliyezaliwa na president wa conference anatenda dhambi, maana uzao wa president wa conference unakaa ndani yake. Kila mtu aliyezaliwa na mzee wa kanisa anatenda dhambi, maana uzao wa mzee wa kanisa unakaa ndani yake. Maana yake ni nini? Sisi tuliokaa hapa hatuwezi kuzaa Wakristo wa kweli, hatuwezi. Siwezi kuzaa Mkristo. Wakristo wa kweli hawazaliwi kwenye nyumba za wanamaombi, hawazaliwi kwenye nyumba za wachungaji, hawazaliwi kwenye nyumba za mashemasi, hawazaliwi kwenye nyumba za wazee wa kanisa. Wakristo wa kweli wanazaliwa na Mungu, wanazaliwa na Mungu, wanazaliwa na Mungu ili wawe Wakristo wa kweli. Na wakishazaliwa, anasema si tu kwamba hawatendi dhambi, anasema hawana uwezo wa kutenda dhambi. Sijui kama mnaelewa. They cannot sin. Hawawezi, kwa sababu Mungu anakaa ndani yao. Hawawezi kutenda dhambi, wamezaliwa na Mungu. Ndicho tunachopaswa kutafuta kanisa, ndilo tunalopaswa kuomba kanisa. Wawepo Wakristo waliozaliwa na Mungu, wawepo Wakristo waliozaliwa na Mungu ambao wanatokana na Mungu. Matokeo yao ni Roho Mtakatifu aliyewazaa. Wamezaliwa kwa maji na kwa Roho. Wao hata kama wakiwa walimu kanisani wanasema si kwamba nimesoma theology, sio kwamba nina PhD, ni kwa sababu nimezaliwa na Mungu, maana uwezo wa Mungu wakaa ndani yao. That's where the power of obedience comes from. Kwa kuzaliwa na nani? Na Mungu. Kwa kuzaliwa na Mungu. Sikiliza. Waraka kwanza wa Yohana 5:18. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:18. Twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala mwovu hamgusi. Haleluya. Sijui kama mnaelewa, sijui kama liko ndani yenu kama mimi linavyo. Nataka niwaambie, anasema tunajua. Yohana anasema tunajua, na aliyeandika hiki kitabu cha waraka wa Yohana ni Yohana, yule ambaye alikaa miguuni pa nani? Pa Yesu. Anasema mimi nilikaa naye, mimi nilikula naye, mimi najua waliozaliwa na Mungu hawatendi dhambi. Anataka kusemaje? Anasema sisi ndio tuliwahi kuitwa wana wa ngurumo, watoto wa hasira, tuliokuwa na vurugu kanisani, ila Bwana ametutengeneza, ametufanya kuwa wake, tumekuwa wanyenyekevu. Maana Zebedayo hakuwahi kuzaa wa Kristo, ila Yesu alituzaa. Hawatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Jamani, hujilinda. Aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Ukimuita kwenye simu aliyezaliwa na Mungu, nitembelee geto, haji peke yake, anachukua mashemasi wawili anakuja nao, maana aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Ukimuita aliyezaliwa na Mungu kumwambia nina zoezi la solo, nataka uje usolo, hii solo ishe, anajua solo inaweza ikawa solo na baadaye ikawa solo. Wanakuja watatu, twende tukajifunze solo. Aliyezaliwa na Mungu hujilinda.
Wewe nenda tu msalimie mtu aliyezaliwa na Mungu. Unamsalimia mtu aliyezaliwa na Mungu, unamshika mkono, unaushika sana, anasema it's enough. Maana anajua wewe ni mwanamume, yeye ni mwanamke. Aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Aliyezaliwa na Mungu anapotazama message, I really miss you, anasema okay, huyu ni mume wa mtu. Anatuma, anasema Bwana akubariki sana, tukutane Sabato. Aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Kijana aliyezaliwa na Mungu akikaa kanisani, akaona amekaa mbele ya binti ambaye amefungua miguu yake, anaona anajaribiwa, anahama, huku anaimba twenenda Sayuni, mji mzuri Sayuni, anakaa saiti nyingine. Aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Aliyezaliwa na Mungu akiona anaanza kujaribiwa, kila akikutana na mke wa mtu, umependeza sana, you look very beautiful, akikutana akiwaza moyoni anasema lakini this is not right. Baadaye anaanza, aliyezaliwa na Mungu anaanza kupractice kwa mke wake, mpaka mke anauliza you were not this way, nini kimetokea? Anasema umependeza, leo umependeza, you look beautiful. Anajua kumbe hii inatamkwa kwa mke ili asitengeneze mazingira ya utata. Aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Aliyezaliwa na Mungu akiitwa na kijana, alafu akaingia kumsalimia, alafu akakuta kijana anaanza kumgusa, anaanza kumshika. Aliyezaliwa na Mungu haombi. Aliyezaliwa na Mungu anakimbia. Maana aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Anasema kama Yusufu, nitendeje ubaya huu nimkose Mungu? Hujilinda. Alafu anasema wala mwovu hamgusi. Nataka niwape siri, shetani hawezi kugusa watu wanaojilinda. Aliyezaliwa na Mungu anapoona kila wakati akiingia Facebook ndipo anavutwa kuangalia picha za uchi, anaacha, maana anajilinda. Akijua akienda TikTok anakuta picha za uchi, anaacha, maana anajilinda. Akiona kana kwamba kuangalia mitandao kuna mvuta mbali na Mungu, anaacha. Aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Ngoja nikupe siri, aliyezaliwa na Mungu akishajua hii zaka ya Bwana nikikaa nayo mpaka Saturday nitaila, akishaipata tu kwenye ofisi yake, anaitenga, ana deposit kwa akaunti ya kanisa, maana hujilinda asitende dhambi. Aliyezaliwa na Mungu anapoona kana kwamba huu uchumba hautampendeza Mungu, anasema mchungaji, ninaomba unifungie ndoa, sitaki iwe ya kifahari, ninataka nimpendeze Mungu. Aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Aliyezaliwa na Mungu anajifunza, anasema hii sketi kila nikivaa vijana wananisogelea, anasema siwezi kuvaa sketi fupi maana nina attract majaribu. Aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala mwovu hamgusi. Aliyezaliwa na Mungu. Unajua waliozaliwa na Mungu wanakaa ndani yake. Jamani, Bwana asifiwe. Wanakaa ndani yake, wanakaa ndani ya Mungu. Hawakai kanisani, wanakaa ndani ya Mungu. Wanakaa ndani ya Mungu. Sio watu wa kanisa la Embakasi, ni watu wa Mungu. Sijui kama unanielewa. Ni watu wa Mungu, wanakaa ndani ya Mungu. Ninaomba tusome ili fungu la mwisho. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:13. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye tunakaa katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake. Tukishazaliwa na Mungu tunakaa ndani ya nani? Ndani yake, na yeye anakaa ndani yetu. Na ngoja nikupe siri, Yesu akikaa ndani yako hauhangaiki kutenda mema. Unajua akikaa ndani yako unasimama kama Paul, unasema nimesulubiwa pamoja na Kristo na sasa ni hai.
na uhai nilio nao sio mimi, ila Kristo yuko hai ndani yangu. Yeye ndiye anatunza Sabato. Yeye ndiye ananisaidia kushinda zinaa. Yeye ndiye ananifanya mimi niwe hivi nilivyo. Yeye ndiye ananifundisha namna ya kuvaa. Yeye ndiye ananifundisha namna ya kula, wala sio mimi. Hauwezi kujivunia kama mtunza sheria, maana unajua ya kwamba sheria ni ya rohoni na watu wa mwilini hawawezi kuitii. Sheria ni ya rohoni, waliojazwa na Roho ndio wanaweza kutii. Unampa Mungu utukufu kwa maisha yako ya uadilifu, kwa kuwa Mungu anakaa ndani yako. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Ufunuo 3:20. Mtu akisikia. Unajua, katika juma zima sauti ya Mungu imekuwa ikibisha, na sisi tukasikia. Mtu akisikia akafungua mlango, kwa sababu amesikia, sio kwa sababu ameshawishiwa, sio kwa sababu ameshurutishwa. Amesikia na akajua hii sio sauti ya mchungaji Allen, hii sio sauti ya mchungaji Fondo, hii sio sauti ya mwinjilisti, hii sio sauti ya Pastor Dennis, hii sio sauti ya Pastor Yobesh. Hii ni sauti ya Mungu. Akisikia, akifungua mlango, Yesu anasema mimi nitaingia kwake, nitakaa naye, nitakula naye, na yeye atakula pamoja nami. Unajua, sijui nisemeje, lakini jambo zito sana analosema hapa. Anasema ukisikia sauti, ukinifungulia nitaingia. Nikiingia najua wewe ni mkarimu, utaruhusu tule, nitakula na wewe. Nitakula na wewe vile ambavyo ninajua unavipenda. Nitakula na wewe, nitakula na wewe. Ukileta zaka na sadaka nitaipokea, nitahakikisha ninakula na wewe. Ukileta sadaka ya shukrani nitaipokea, tutakula wote. Kanisa langu litakapokula ujue na mimi ninakula. Nitakula na wewe. Ukimsaidia muhitaji ukampatia, nitashiriki huo baraka, nitakula nawe. Ukitoa expenses za makambi nitafurahi, nitakula na wewe. Ukitoa malimbuko nitakula na wewe. Lakini najua jambo moja, your provision is not enough. Kuna wakati utaishiwa. Utakapoishiwa utakula sasa vya kwangu. Nitakuwa mwenyeji, nitaprovide, na wewe utakula pamoja na mimi. Na unajua kanuni hiyo ni kubwa sana. Maana yake anasema katika ulimwengu huu wa dhambi nitakaa nawe, nitakaa nawe, nitakula nawe, nitakula nawe. Lakini ahadi yake ni kwamba baada ya maisha ya dhambi yatakapokoma, dhambi nitakapoikomesha, wakati ulimwengu mpya na nchi mpya nitakayoiumba itakapokaa mbele zangu, hautatoa tena. Mimi nitakuwa nimetoa vyote kwa ajili yako. Na hivi mnajua kwamba tutakapokombolewa hatutatoa tena. For what? Hatutatoa tena, maana tutatawala pamoja na Baba. Vya kwake vyote vitakuwa mikononi mwetu. Unajua, na ngoja nikwambie, nataka nikwambie, zaliwa upya na ukae ndani ya Yesu. Na mchana wa leo ndio wito naotaka kutoa. Ikiwa yuko mtu hapa anasema, Pastor, nimeexamine hali yangu ya kiroho, ninaona kana kwamba mimi ni Mkristo niliyezaliwa na wazazi. Kwa kweli kabisa, kama sio kuzaliwa kwa familia ya Waadventista wa Sabato, mimi nisingekuwa Mwadventista wa Sabato. Ila nimegundua kumbe nahitaji kuzaliwa upya. Mbona iliwezekana kwa Nicodemus, si iwezekane kwangu leo? Ikiwa ni shauku yako, simama pamoja nami. Simama, simama, nakutia moyo. Simama, simama. Ninaomba niite pia wito. Naomba kuita yale makundi mawili. Ikiwa wewe Mungu amekupatia mtoto na yuko ndani ya tumbo lako, na unajua yeye ndiye anayeweza kuruhusu azaliwe mtoto wako salama, njoo hapa. Lakini ikiwa unajua umemlilia Bwana na ombi lako limekuwa miguuni pa Yesu wakati mwingi, Baba nipatie neema ya uzao, ikiwa ndio shauku yako, njoo hapa. Lakini hawa wanapokuja, ninaita kundi la tatu. Wale wote ambao wanasema
Yesu, ninatamani leo kwa roho na kwa maji nikazaliwe upya. Ninatamani kwa njia ya ubatizo niyatoe maisha yangu kwako. Ikiwa ni shauku yako mchana wa leo, ninakutia moyo, sogea. Wakati hao wengine wanasogea, sogea hapa, sogea. Nambari 126 tutakapokuwa tunaimba, nitaomba wale sasa wenye watoto watakuja hapa, wale wa baptism watakuja hapa chini, watalaini hapa hapa. Wale wanaohitaji watoto njoo hapa. Wale wanaoomba kwa ajili ya watoto wao Mungu aliowapatia, sogea upande, mtapanda hapa juu. Anayekuita ni Yesu, mpatie maisha yako. Ninaja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi, nakujia. Ninaja nawe, kaa nami, kaa nami na maonjo haya maombi. Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi, nakujia. Tunapoenda kuimba beti la 3, wakati mchungaji Mokwa anaposogea hapa, nitataka kuita kundi maalum na watu ambao wanasema, Pastor, mimi nimejaribu kushinda ila nimeshindwa, na nina dhambi ambayo imekuwa kama addiction kwangu, na mimi sitakuuliza ni nini, ila Yesu anataka akusaidie. Yesu anataka kuokoe. Yesu anataka akuzae upya tena. Ikiwa una uraibu wa kitabia na unatamani ushinde, wakati tunapoimba beti hili ambalo litakuwa ni la mwisho, utasogea hapa kwa maombi maalum. Uwe ni kijana, uwe ni baba, uwe ni mama, Yesu anakuita. Ikiwa una jambo kabisa unasema, Bwana anisaidie nishinde, sogea hapa mbele. Nina haja nawe, nifundishe. Mungu akubariki sana. Na ahadi zako wewe sogea, ikisha Yesu, Yesu Yesu, ameni mbele ya ubatizo wao vyo kila saa, niwezeshe Mwokozi, nakujia. Yesu, Yesu, ninakuhitaji wenjo tu kila saa, niwezeshe Mwokozi, nakujia. Nina haja nawe, kaa nami. Nina haja. Tuimbe hiyo mweza yote, mweza yote ni wako, ni wako
yako kabisa siku zote. Yesu, ninakuhitaji vivyo kila saa. Niwezeshe Mwokozi. Vitatu njoo. Yesu, Yesu, ninakuhitaji kila saa, vivyo kila saa. Niwezeshe Mwokozi, niwezeshe Mwokozi, niwezeshe Mwokozi, tena niwezeshe Mwokozi, Pastor ataomba, ataombea makundi yote haya, na kisha mimi nitatamka baraka kwa ajili ya kutano hili lote. Pastor anapoomba, inua moyo wako kwa imani, maana Mungu anasikia. Karibu Pastor. Baba na Mungu wetu utupendaye upeo, jina lako linalo yazidi majina yote mbinguni, duniani, ardhini na baharini, litukuzwe na kuhimidiwa milele hata na milele. Jina hili ni jina la ajabu, ya kwamba linapoitwa miujiza inatendeka. Linapotamkwa hata mbele za ule mwovu shetani anatoroka, anaondoka. Linapotamkwa hata nguvu za giza, mvumo wa mapepo, majini na itikadi za kishetani zinaondoka. Tunapoliita jina hili, Yesu wa mbinguni, hata mibaraka pia inafuatana pamoja na sisi. Linapoitwa jina hili kwa watoto wako waliopotea, jina hili linawatafuta. Linapoitwa kwa wale ambao walio na mahitaji yanapokelewa. Jina hili litukuzwe. Lakini pia jina hili linapoitwa kwa wenye dhambi wanapokea msamaha. Ndio maana ijapokuwa Yesu tumesimama mbele ya mibali hii na mbele ya kanisa hili linaloitanishwa na jina lako, lakini mioyoni na nafsini mwetu tumeyapiga magoti yetu ya kiroho. Tunaomba Yesu wa mbinguni tusamehe. Jina hili litupe toba, jina hili litupe mwanzo mpya wa maisha, tulitukuze jina lako. Sasa baada ya msamaha, Yesu tunaomba utuvike na vazi lako la haki, ili liweze kutimia lile andiko linalosema ya kwamba hautaruhusu mwenye haki aondolewe. Ndio maana tunawaleta binti hao walioko mbele. Wamekuja kwa sababu tumboni mwao kuna mibaraka ambayo imeonekana. Lakini shetani ni yule tu mmoja aliyetegea kuzaliwa kwa Yesu, amuue, amng'ate. Sasa tunakuomba Yesu wa mbinguni uwaguse. Guse tumbo zao. Na kila mtu nyakati zake ambazo umemwekea kwa kujifungua, Yesu wa mbinguni timiza, tulitukuze jina lako. Wengine wende kawa madaktari wamesema kuna complications, lakini wewe ni tabibu mkuu ambao ulimwengu hujawaiona. Sasa waguse tangia kichwani hadi nyayoni, lakini tumboni mwao Yesu kawaguse watoto wale, walaze vizuri kwa utulivu na kwa unyovu, wanyooke. Mungu wa mbinguni, tarehe za kila mmoja zikifika baada ya miezi 9 kutimia, kuwe na ushuhuda dhidi ya maombi yaliyojibiwa.
Lakini pia kuna wale ambao Yesu hawajafanikiwa, wamo kwenye ndoa kwa miaka mingi tu, zaidi ya miaka 2, wengine 1, wengine 5, hata kuna wengine ambao ni wa miaka 10 na zaidi kwenye ndoa, hata wengine ni wa miaka 20. Mungu wa Sara, Mungu wa Hana, tunakuita kwa mara ingine mchana wa siku ya leo, ya kwamba Mungu ujuae kukarabati mambo yaliyoharibika, ujuae kusamea dhambi zilizotendwa, laana zikaingia, ujuae kuangalia na kuchunguza na kuondoa yale ambayo hayafai. Yesu wa mbinguni, waguse kwenye tumbo zao. Na Yesu wa mbinguni, tunaomba kama wengine wamefungwa na ulimwengu wa giza kwa mvumo wa uchawi na itikadi za kiushirikina, Yesu wa mbinguni, waguse mara, wawe wazima, tumbo zao zitangaze mibaraka, tulitukuze jina lako. Unayejua kugusa kwa mara ingine tena, Yesu gusa. Kama ni nguvu za giza, ziondoe kwa sababu wewe una uwezo huo. Wengine ni itikadi, laana, nguvu na itikadi za yule mwovu, kwa nguvu za namna na kwenye mivumo mbalimbali. Yesu, kwa mara ingine, unayejua kukata. Biblia inakuita wewe Yesu ni mtu wa vita. Mkononi mwako kuna upanga. Basi Yesu, ruhusu upanga ushuke, lakini uwe unaongozwa na wewe na jeshi lako la mbinguni, uharibu itikadi zote za ule mwovu shetani, uchawi, itikadi za namna zote, zikatakate na kuzivunja, zikatakate na kuzivunja, zivunje zote. Mungu wa mbinguni, tulitukuze jina lako. Sasa mibaraka ishuke mwakani, wakati kama huu, jinsi ambavyo ulivyomwahidia mtumishi wako Ibrahimu pamoja na mke wake Sara, ya kwamba mwakani, wakati kama huu watakuwa na mtoto wa kiume. Basi pia watoto hawa wako mwakani, wakati kama huu, wawe na watoto mikononi, watoto wa kike na watoto wa kiume. Tuzidi kulitukuza jina lako, ijulikane katika Israeli ya Embakasi Central ya kwamba kunaye Mungu anayejibu maombi. Lakini Yesu, kuna watoto wako wa kiume na wa kike ambao wamejitoa ili waweze kupokea ubatizo. Tunajua shetani hata sasa hivi baada ya ombi hili ataanza kuwapea majaribu. Atawaambia haijatosha, si sasa, ongojea mwaka uishe, ongojea mwakani, acha uwe mzima, oa kwanza, tenda hili kwanza. Yesu wa mbinguni, nguvu hizo zifunge katika jina la Yesu. Sasa unayemfanya kuwa huru, maandiko yanasema anakuwa huru kweli kweli. Sasa watoto hawa wako wafanye kuwa huru, waondoe, weka mipaka mikubwa ndani yao na zile dhambi ambazo wamekuwa wakiziishia. Waondolee marafiki watakao wavuta tenda kwa ulevi. Waondolee marafiki watakao wauzisha kwenye yale mambo ambayo yaliyowatia zinaa, yaliyowatia uovu, yaliyowashika na kuwarejesha nyuma kwa miaka mingi, ili wawe huru, walitangaze jina lako. Katikati yao hapa ndipo wachungaji wanatoka. Katikati hawa Yesu, kuna wazee wa kanisa, kuna mashemazi watakaosimamisha kanisa hili, watakaofungua Sabbath schools, watakaotumwa nje. Kazi yako ipanuke, tuende mbinguni. Sasa kanisa hili, Yesu wa mbinguni, tumelikabidhi mikononi mwako, kila mmoja na hitaji lake. Mahitaji ya kifamilia unayafahamu, mahitaji ya kiuchumi unayafahamu, mahitaji ya kazi unayafahamu, mahitaji ya namna zote Yesu wa mbinguni unayafahamu, unayejua kubariki. Sasa mibaraka ishuke nafsini mwa wana wako wa kiume na wa kike, ili kambi hili la mwaka wa 2026 liwe na alama ya maombi yaliyojibiwa. Watumishi wako umekwisha kuwatumia, na kambi sasa limeisha. Ni starehe na furaha za Sabato zilizosalia. Mungu wa mbinguni, tia alama ndani ya nafsi ya watoto wako. Kambi hili lisije likasaulika milele, liwe ni kumbukumbu za kudumu hadi Yesu utakaporejea mara ya pili, tuseme tulikuona kwenye makambi ya mwaka wa 2026. Wanenaji Yesu wa mbinguni umewatumia,
jina lako litukuzwe. Ukabariki mtumishi wako Pastor Fondo, lakini pia na Pastor Allen ukambariki, na wale wahudumu idara za vitabu, wale ambao wameleta machapo. Mungu wa mbinguni ukabariki kila mmoja, ubariki kwaya la Njoro, ubariki kila mmoja. Mungu wa mbinguni, kambi hili lisalie kwenye kumbukumbu kwa sababu ulitenda muujiza. Asante kwa kusikia ombi hili. Mtoto wako atakapokuwa nazinikisha ombi lingine, na ombi li pamoja, Yesu wa mbinguni, lisikike, kwani tumeomba tukiwa na imani kubwa ya kwamba umetenda, ya kwamba umejibu, ya kwamba umesikia. Watoto watazaliwa, walio na shida zitakoma, waliojitoa kubatizwa watapokea roho na uwisho wa Roho Mtakatifu, kwani tumeomba katika jina kuu lake Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini, na kila mmoja aseme amina. Baba yetu mwema, asante kwa sababu umesikia maombi. Wako watoto wako ambao wamekuja kwa sababu wanatamani tabia zile mbaya waziache kwa nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu. Hao tunawaombea. Inawezekana wana uraibu wa kitabia na wameshindwa kuacha, kwa sababu ya kafara ya msalaba watakase. Roho Mtakatifu ajae kwa wingi ndani yao, uwapatie neema ya kushinda, uwapatie furaha ya kuyafanya mapenzi yako, walitukuze jina lako sasa na hata milele. Ninakushukuru kwa sababu umelibariki kutano wewe mwenyewe, na sasa sifa ni zako, utukufu sasa na hata milele. Ninachokuomba ni hiki: kila jambo ambalo umetenda katika kutano hili, uruhusu mioyo yetu inuliwe kwa furaha, tuseme Bwana ametuhudumia. Ikiwa kuna kazi njema walifanya wainjilisti wa vitabu, tuseme Bwana ametuhudumia. Ikiwa kuna kazi njema alifanya Pastor Dennis, tuseme Bwana ametuhudumia. Ikiwa kuna kazi njema amefanya mchungaji Saboke, tuseme Bwana ametuhudumia. Ikiwa kuna kazi njema amefanya Pastor Fondo, tuseme Bwana ametuhudumia. Ikiwa kuna kazi njema ulionitumia kufanya, tuseme Bwana ametuhudumia. Na utukufu uwe ni wako sasa na hata milele. Basi Bwana, uwabariki watu wako na kuwalinda. Waangazie nuru ya uso wako na kuwafadhili. Wainulie uso wako na kuwapa amani sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Asante sana. Wengine mnaweza kaa, wale ambao wanaenda ubatizo mbaki, msimame tu hivyo.